Wasikilizaji hata watazamaji wa Kivu News Today TV, mara tena tunawakaribisha kufuata matangazo hata na vipindi vyetu vinavyokujia siku baada ya siku, mnapotufuata mkiwa mashariki mwa DRC, nchi jirani za Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, wengine mkitufuata mkiwa Ulaya na Marekani. Karibu kufanya subscribe kwenye Kivu News Today TV hapa kwenye YouTube, lakini pia mkifuata page zetu mbalimbali kwenye platform kadhaa mkiwemo Facebook, Instagram, hata na X yani Twitter, ili muweze kufuata matangazo hata na vipindi tunavyoandalia siku baada ya siku. Uongozi wa Alliance Fleuve Congo M23 umeweka baadhi ya viongozi katika eneo ambazo leo zinadhibitiwa na AFC M23, yote katika lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya viongozi na wakaaji. Ni kwa namna hiyo mji wa Goma unaokuwa na mitaa miwili mkiwemo mtaa wa Goma hata na Karisimbi umetolewa wenyekiti wa mitaa hiyo. Miongoni mwa waongozi hao mnakuwemo mwanamke anayeongoza manispa ya Goma. Huyo ni Mkadi Selene Niragire, mwanamke shujaa ambaye anaonekana leo kufanya kazi yake vizuri hata akiwa karibu na raia na viongozi wa ngazi za chini. Pamoja na waongozi wa chini, mwanamke huyu ameweza kuweka siasa ya kuimarisha ushirikiano kati ya wakaaji na viongozi, huku akionekana kuwa na kipaumbele ya kupiga vita dhidi ya usalama mdogo ambao ulikuwa umetatiza raia wa manispa ya Goma. Katika matamshi yake, Bi Mukadi Selene ameonekana kuwa akiweka mbele hasa zaidi siasa ya kutolea kauli wakaaji ili waweze kuzungumza na viongozi wao kulingana na shida ambazo zinaonekana katika jamii. Mwanamke huyu ameonekana pia kuhimiza watu kwa kufanya usafi katika manispa ya Goma katika lengo la kuweza kuonesha mji wa Goma ukitakata na kuwa msafi. Tena mtiko na shida anaenda kumeli, si ndio? Meleo mimi kanifikia, mimi nakutuma kwa karti. Epi karti naye atakutuma kwa selina au kwa veni. Nina wewe unapasha uliza nyumba 10 wako. Huyu mtu iko nyumba 10 yako, sio unajua shida zake, unajua na njoo kuwapatia ile nguvu nyewe wa viongozi. Na mnapasha kuwa responsable nyie peki. Il faut ujue uko responsable, uko chef d'avenir. C'est nani, uko chef de cellule. Avenir sifanye kitu kenye haujue. Nyumba kama sifanye kitu kenye haujue kameme. Naomba hapo heshimiane. Ile ni kwa kusema mheshimie ba chef de quartier yenu na nyie mtafute heshima kwa bachini yenu. Na waheshimia, na watawaheshimia kama wewe ulitia ligere. Kama haumomba ke raporo, kama una mzara waka, unapenda akuheshimie na mnagani. Kazi yote inaonekanaka mraporo. Na mtanisaidia tutatia ya kusema umwe kila semene mkwe nafanya raporo, kila mwezi mimi ndakuwa nauliza wa chef d'avenir, niulize kama kila chef d'avenir alipana raporo kwa chef de cellule, et pas na centraliser chef de cellule anapatia chef de quartier, ndio zinatufikia. Ile maraporo ya kusema banafika mwavenir yako, esi kwa najua kai mambo sijuu. Sasa unafanya kanini? Kama uko nyumba 10 na ujue zile nyumba 10, 20 au 30. Na wewe chef d'avenir hawezi zijua kama ukupatia kazi ba nyumba 10. Paske leo tutaanza, ninapenda muanze tena recensement. Ile recensement iko napitikana ni ya meli mamenage. Mais statistique ya mwezi ya trimestre hatuwezi ipata kama hamifanya. Si ndio? Sasa probleme tunapatia kama mfanye recensement. Tunaweza baruhusu leo mutie jeto kusensa, utakutana ni demi ya ni 3000. Unafanya business. Na ndio maana tulisemana tutoshe majeto. Mungali tu mnavifanya chakuwa kope. Mwenye nishakosa mwenye walilete aseme huyu avenijwa niomba 3000. Mina chungaka ikosa mnavimaliziaka kule kule. Mbome savani wa organisation interne, mwenye nikakukamata kabisa nitakusanctionner tena severement. Population batusaidie wakuwe na denoncer bale babandi.
Batu basijite nini, basijite sijue batu gani. Mais wapende tusikie. Imaginez par exemple, ase Redoki. Ata population ikoone mwili. Uko Redoki. Okay, uko Redoki ya Korizina ya Kiseketi. Hapana FCM23. Redoka. Nishaishi wa koloneli. Tosha mikono kini. Uko koloneli wa Muvuma gani? Nisema jina yako nani? Unacheka de se présenter vile mama. Aseme koloneli. Ndio tunaambia population kila siku anatuambia kao basoda wa cadre ya Muvuma. Watu wanajita ba DSL. Nena njo hapa sasa. Yeye anasema iko koloneli jo aende amalize shida ya batu. Yeye anapenda singizie mkubwa wake kama ni mzalendo, kolaboa bazalendo. Kila siku mimi napitaka niko naambia population. Ile ma conflit. Muziachi na mpendi sikia. Mena wewe grand frère yako. Na wewe cadre de base. Cadre de base. Unaingia tu mdosie na wewe upate sijuu. Wewe anasimizia grand frère yake aseme ni kolaboa mzalendo. Mwingine anajiita koloneli jo amalize problem. Basoda wetu hawaiweke mashida ya population. Ile mko na tu. Imagine mko kolaboa DSL. DSL sio nazani nini? Unaenda mkifuko. Ça fait 4 jours wamefanya Maki Jisi haujue nini, sikuwa nafanya kazi na ujue. Basoda yetu wako na disiplini hawaingiake mashida ya population, kisha bakatazi. Mena we civile, unasema uko koloneli unaingia kutatua shida za batu. Ile kusingizia basoda, sijue DSL, jina isha kwa mubaya DSL mu population. Mena benye wanaenda kuna jita wa DSL njua. Yeye aseme c'est pasteur ya Uganda. Maana tuambia ni major burgomestre wa commune de Goma. Sijue kama tuko na burgomestre wa mwanaume na burgomestre wa mwanamke. Vile ile kitu tuna ndaweza pena ni pane ujumbe kwa population. Aba watu wote wanaonaka. Inaomba population ya Goma ilamuke ikuwe na akili. Uko anajua mtu anakuambia ni koloneli kama na uchunguzi. Anakuambia ni DSL, ni Redoka. Isikie wewe population ya Goma una macho ya kuchunguza. Mwingine aseme grand frère jua nipati yake kukitu kwa anatumika pana kutamania ya mkubwa wako. Bakidinape. Mena wewe mlikuwa unapenda kidinape grand frère yako. Mwingine utamfanyizia nini? Komba huruma, hatuyakataa huruma yako. Ni nilifanya ni ya mingi. So nikwambia population kama batu inje wako napenda kujiita soda, wengine wanajiita ba DSL, wengine wanajiita ba kolabo ya FCM23 et puis wanaenda wako naharibisha jina. Aba wote iso wako natumikishiwa na regime ya Kinshasa. Wanawazia donc ni sous forme ya sabotage. Ndio ile ni Kinshasa napenda tufanyizie. Normalement kila mtu anakuwa kuambia kitu fulani au sijue kuwachanisha watu kubaunga umombe ordre de mission. Na uchunguze ujue ni wa wapi. Watoto wakuyala mbarabara wa maibobo tushakaambia familia bazazi batosha watoto mbarabara hawapendi siki. Nenaju tushapata partenaire wa kubabeba tutakuwa kamata maibobo tunamweka ku polisi tajua tambeba wapi. Me tunaomba wazazi kila mzazi wanajua iko na mtoto. Anajua mtoto wake anakuwa mbarabara. Amurekipere ambebe kunyumba. Mtoto siku anakuta tena watoto mbarabara. Basi wanatuletea insecurity. Ndio kwa nataka wa maibobo. Basi je bandi wa kesho. Na kusema watoto tubachunge tusaidiane msecurity na tupate ba jeunesse yetu ya kesho. Naomba kutosha nini watoto mbarabara. Tushaka baomba siku za kutosha. Mie niko unasema burgomestre la commune de Goma. Presque hawa wote akosa kuna toka mkomine de Goma parce que wanajua pale ndio watakutana na mama, wachuruzi, kushambona mabiju, masakoshi, ndio wanakimbilia huku mamifereji ya mkomine de Goma. Pamoja kulala mbarabara, wengine mustade, wengine kuposte, bamusika kuzalia mu barabara na unaambia nani alikubebesha mimba? Aseni maibobo mwenzake.
Nina mnapenda tuchunge mwingine yetu ya Goma na watoto wa kufanana hivi. Sio wale watoto kwa masomo. Tunaomba wazazi mwenye takuwa nakuta tu mtoto mbarabara. Tukishajua ule mzazi wake, ndio tutakuwa na sanction. Tuko watoto wa mmoja wanatuambia bali wafukuza makwao, wa musika wa amaki de duza kenza. Ni wanasema bali mfukuzaka kwao. Imagine ule mzazi wakufukuza mtoto kunyumba. Anapenda aende wapi? Tukawa wale wazazi ndio tutatafuta sana. Nina watoto tunawaambia mwenye tutakuta anakuta tu mbarabara. Muma mifereji, muma vinyumba vinye havijengewe, waanze toka waende kwabo. Mwenye hana kwabo, akuya tuambie tutajua kumtambeba. Leo tulikuwa na kikao ya wakadre de base ya commune de Goma. Tulikuwa kusaidiana ni kazi tulianza ya kutia na eclairage kwa menage, kutosha mabutike kubarabara, kusaidiana kudenonse wabandia, mamero de tolerance zinaweka mabandi na kusaidiana kufanya usafi mkomine de Goma. Ndio nilibaita juu hatuwezi tukafanya kazi yoyote bila makadre de base. Wale makadre de base ndio wanataka tusaidia population yenye wanaongoza, kusaidia kwa assainissement ile yote yenye tunaendelea leo. Nisi fanya kitu bila kuitisha makadre de base, tuone namna gani tunapaswa kutumia. Ndio ilikuwa na kupanda miti, waendelee kusensibilize watu, waendelee kupanda miti kwa nyumba. Naomba tuprepare watoto wetu ya kesho, tupande maarbre fruitier, tuone kama watoto wetu watakuwa nakula mafuru yetu. Napenda mwingine ya Goma ikuwe vile turistie tunaimbaka kwa ile mamiti ya mafuru, kwa maeclairage, kwa busafi, nitibilize ba mama bazazi ya Goma kukamata wakati kukumbuka kwa naongelesha watoto. Tusiende mbujua kali na tusahau mafamilia zetu. Basi watoto wasichana wako napata shida sana kwa masomo. Anaweza kuwa mdogo yuko na familia anakutana na bagarso, wanamuongelesha vitu yenye havendani na miaka yake, walimu wanamuongelesha vitu yenye havendani na miaka yao. Mena tunikumbusha usi wazazi kuwa na kamata ile wakati ya kuongea na watoto sana sana wasichana. Non, c'est pourquoi nilisema niliita wa cadre de base. Parce que cadre kama uko chef d'avenir, unapasha jua mwavenir yako mko ma concession gani, mko masomo, kama hospitali, mko ma hotel. C'est-à-dire kwa hivyo kusema manyumba au mamenaji watatia éclairage tu. Ma concession universitaire. Donc masomo in general, masomo zote, mahopitali, mahoteli, concession vide, kote kunapasha kuwa na mwangaza. Na wamingi tulishabandikia maRPG, mahopitali Keshero, mahoteli karibu, niza mingi tulibandikia watie mwangaza kuzile maconcession. Wanapasha kila mkazi wa Goma anapasha participer kwa security ya Goma. Na kusema uparticiper namna gani ile kutosha giza. Anapasha tia mwangaza kutufukuza wale wa maibobo. Naomba bote na niliwaambia ma concession na parcelle vide. Kwa parcelle yenye hamna mtu huko mnakutana mshakuwa poli, hakuna wa kupatengeneza. Mena niliambia wa cadre de base kama parcelle yako iko vide ya mwavenir yako, tafuta mtu atie mule awakie mule. Kwa na pafanyia salon de près kama ulikosa mwenye parcelle. Mais kama unajua mwenye parcelle muite umoblige atie mule mtu, msiko vide je mko na lao maibobo, mko na kimbilia ba mwizi. Ndio nayo tulibambia. Na mimi nakumbuka niliwaambia tusaidiane kushawa maibobo barabara. Kila mtu, kila mzazi, kila cadre de base mwenye kumkomine de Goma iko mgomo. Unakutana na maibobo, kama uko na uwezo wa kumfikisha kwa polisi, mfikishe, et puis polisi itajua kwa itamfikisha.
Hii monde tuko hatukumbukake kuongelesha watoto. Kila mtu anaamka iko naenda, mtoto anaamka iko naenda, mtoto kule kwa masomo kama iko na shida anakosaka fanye nini, aseme nini. Hapa dernièrement mlionaka watu tulifungaka juu ya kuvioler ba enfant mineur. Si mlibaonaka? Imaginez l'enseignant mwenye iko nafanya toucher kwa mtoto wa moins de 10 ans. Tu sais, anakwambia alikuwa anakoyaka kila siku yambi, ananipa yambi. Sana kuna kome mzazi. Menawe na akili yako mchafu, unaona gisi iko nakupa yambi na kufurahia, wewe roho yako ya shetani inaanza kutoka, ukwe na roho ya kulala mtoto ya mwele giza. Vous trouvez ça normal? Maintenant, tusensibiliser wazazi. Mie sasa mimi nafika kwa ile kitu nasikia mbaya. Sasa nimeonaka nisikiaka vraiment méchant. Na alikuwa anaongea iko na cheka. Nisemaka sema nini ilikuwa kama nilisikiaka mie peke nimtie kofi. Enseignant que unaona kila siku alikuwa ananipa yambi. Mama alikuwa anakupa yambi juu uko sawa mzazi yake. Si mtoto anarudia anakupa yambi na kusaidia. Ena mfa de moins de 10 ans unasikia ulale naye. Menao mnisaidie kama wazazi. Mkumbushe. Eske mtu tuliongea leo mko naliandika. Mkumbushe wazazi. Bakamate wakati tena kwa naongea na watoto wao. Situ wale wafii. Ule kama alisemaka na mwingine tulikutaka kusekondari washakaisha. Banakufa wanakosa baseme kwa nani. Na kama ni mwalimu wake ndakushindisha utawezaka utapanda donc mamenasi. Mena anafika kunyumba mama haiko. Anarudia usiku hii todi jour yetu. Ana mama alikuwa anatafuta wewe lala taona kesho. Kesho ni kesho, kesho yake anakufia mroho. Mbona sikia ile uchungu, siku kwa wazazi. Mtoto wa 7 kama na wawita. Mwingine anawelesha mimba, mtoto wa 14, et puis wanaharmonize na wazazi. C'est fini. Binaisha pale. Imagine ule mtoto atakomana na mwana gani? Droit zake hazipati. Mimi vraiment wale wazazi sijue. Mimi mkumbuke kukuwa naambia wazazi waongee na watoto. Kamata wakati omwe 1 au 30 minutes mu magharibi ita watoto kila mtu akwambie shida iko nayo. Kwa masomo binakuwa na mwana gani? Mbebe msiasa. Sisi wa muziki bafie mnaishi na mwana gani na walimu wenu? Mnafanyaka nini banda mu recreation après masomo? Unaongeaka nini na mwalimu? Kwa mtu atajisantira kwambie. Jua atakwambia na wazazi mzako. Sama atakwambia mwalimu wangu ananipendaka, ananikusaka maziwa. Yana waza mimi niambiaka nikabisema ndashindo. Pale usimtombokele umepata habari. Kwa msawe fanya suivi yako sasa.